nianze na Hamdun Marcel hapo Mwanza. Tumeona picha na mikanda video ambayo kwa siasa za Tanzania ni jambo nadra sana. Wananchi wameingia mitaani, wanasema hawataki uchaguzi uliokuwa umeitishwa jana, wanapinga mchakato mzima. Tumefikaje hapa tulipo, Hamdun? Kwanza ni jambo la hatari ambalo si watu wengi waliwahi kutaraji kuliona kwa muda mrefu. Huo ndio ukweli wa mambo. Tumefika hapa kutokana na kusigana bila shaka mitazamo ya kisiasa na kimkakati kwa baadhi ya vyama, na haswa Chama cha Mapinduzi na Chama cha Demokrasia na Maendeleo bila shaka. Kwa hiyo jambo lilotokea sasa hivi ile linaweza kuwa moja kwa moja, lakini pia matokeo ya vijana wengi mitaani ambao wamemaliza vyuo na shule na hivi, ambao kujiuliza mara mbili kwao si jambo rahisi kutokana na umri wao na mihemko ya shirika na kadhalika. Lakini hali si nzuri kabisa, ni hali inatisha, inavunja moyo na vitu vingi vinaharibika wazi kabisa, na ni jambo ambalo hatukutaraji kuliona kwa siku za karibuni kulingana na utulivu mkubwa uliokuwa ndani ya nchi na kadhalika na kadhalika. Mama Ananilea Nke, nataka nawe ujaribu kutusaidia kupata picha. Tumefikaje hapa tulipo? Vijana wanaingia mitaani na kwa hakika masuala makubwa hayahusu ajira tu ama hali ngumu ya maisha. Madai yao yanahusu demokrasia. Wanasema uchaguzi huu ulioandaliwa haujazingatia misingi ya demokrasia kutokana na sababu ambazo nimezisema kwenye utangulizi. Haya ni madai ya msingi ya kuwafanya watu wengi mitaani, Mama Nke. Kwa mtizamo wangu, nashukuru kwanza kwa kushiriki kipindi. Kwa mtizamo wangu, nadhani sababu kubwa kabisa ni kwamba tumefika hapa tulipo kwa sababu tulianza mfumo wa vyama vingi vya siasa vibaya. Tuliingia kwenye mfumo huu bila kuandaa mifumo ya kikatiba na ya kisheria ya kuwezesha kuendesha chaguzi za vyama vingi na siasa za vyama vingi kwa ujumla katika utaratibu wa amani na usalama. Kama nasikika? Nakusikia japo kwa maana hiyo tumeingia kwenye mfumo wa vyama vingi mwaka 92 tukiwa na mfumo ule wa kuendesha siasa kwa mfumo wa chama kimoja. Katiba ni ile ile. Kilichobadilika ni vitu vidogo tu, kwamba tunaingia kwenye mfumo wa vyama vingi, lakini kufumua mifumo ya uchaguzi kwa mfano, ili ziweze kufanyika chaguzi huru na za haki ya kufanyika hivyo. Kwa hiyo kwa maana hiyo basi tumekuwa tukishuhudia chaguzi zetu zikiwa kila wakati, kwanza vyama vya siasa vya upinzani kuonekana kama adui, na mtu yeyote ambaye yuko kwenye chama cha siasa cha upinzani anaonekana kama adui wa taifa, tena adui ambayo sio Mtanzania. Kwa hiyo tumeendelea hivyo. Matokeo yake ni kwamba hata chaguzi zikifanyika hazifanyike uhuru na wa haki. Kunakuwa na wizi wa kura. Kwa mfano mwaka wa 20 zilikuwa kura ziliibiwa waziwazi, zikawa zimepigwa kabla uchaguzi, zikaonekana zinachukuliwa kwenye mabegi. Kwa hiyo vijana, watu wamekata tamaa kubwa sana kwamba hizi siasa haziwasaidii, na zaidi kinachowaumiza ni kwamba wanaoingia madarakani, kwa vile hawatokani na kura za wananchi, wanakuwa ni viongozi katili kabisa, hawasikii wananchi. Wao wanafikiria tu wakishafika huko madarakani wataweza kutumia mitutu ya bunduki kuamrisha kwamba vitawalinda kwenye madaraka. Dr. Nkia, tafadhali kidogo nataka nimsikie pia Hamdun Marcel. Hamdun, ukimsikiliza Mama Nkia anasema ishara zilikuwa ziko wazi, na kwa hakika swala la maandamano lilikuwa linajulikana kwa zaidi ya miezi 6 ama 7. Kulikuwa na kampeni kubwa inaendeshwa mitandaoni ya vijana kusema tutatoka kupinga uchaguzi huu kwa sababu wanahisi haukufanyika ama kuitishwa katika misingi ya uhuru na haki. Kwa nini kumechelewa kuchukuliwa hatua kiasi tunashuhudia hiki tulichokiona jana na kinachoendelea leo? Hapa ndio kuliko na tofauti kubwa sana, kama alivyosema Mama Ananilea Nke, kwamba au kuitishwa katika misingi ya haki ndo inategemea tafsiri ya kila mmoja katika hili. Jambo moja kwamba umepingwa kuanzia miezi 7 au 8 iliyopita, pengine ni karibu sana, pengine ni zaidi ya miaka 5, 6, hata 10 iliyopita, kwamba kukiwa na kilio kikubwa cha kudai katiba mpya na mambo mengine ya namna hiyo, ambako tukizungumza huko tunaanza kuona kasoro ambazo zinatoka pande zote mbili. Pande mmoja CCM bila shaka au serikali ikiwa inang'ang'ania msimamo wake
wa kutaka kuwa madarakani kwa kuhakikisha kwamba kunakuwa na mazingira yaliyojengwa yanayokuwa rahisi kiasi fulani kuweza kuwapa nafuu, lakini ikiruhusu upande mwingine kuruhusu mambo fulani yafanyike kama marekebisho ya katiba na hivi, lakini tatizo likaja upande wa pili nalo kwamba hata upinzani nao ukasimama katika mazingira ambayo ama kutaka kila kitu chote kifanyike kwa wakati mmoja, au pengine kuto kujua maana ya kwamba likuwe kidogo kidogo na kadhalika. Kwa hiyo suala la katiba mpya likakwama. Katika kukwama huku ndio tunaanza kuona kasoro kwamba malalamiko yakawepo kila wakati, na naweza nikasema mwaka 2020 ilikuwa ni hatari zaidi pengine kuliko sasa, ambako kumekuwa sasa hivi na marekebisho angalau kidogo ya sheria za uchaguzi. Maana mwaka 2000 ndio kulikuwa na sheria ngumu zaidi, 2020 kulikuwa na sheria ngumu zaidi. Sasa nashindwa kuelewa kwa nini alikutokea wakati ule imetokea sasa. Hili ni swala la mjadala ambalo watu wanaweza kujadili, lakini kimsingi ni kwamba matokeo ya jambo hili hayatokani tu na leo, japokuwa sasa yametokea katika mazingira mabaya mno ya fujo za kupindukia, kwamba mali za watu zinaharibiwa na kadhalika, na kuonekana kama kunapingwa serikali. Sasa kunaonekana kama kunapingwa watu, yaani sio serikali tena, ni watu na kadhalika na kadhalika. Mama Nkya, vurugu hizi kwa tathmini yako, haya maandamano ambayo maana wenyewe wakati wanaitisha maandamano haya kupitia mitandao ya kijamii, vijana walikuwa wanasema yatakuwa maandamano ya amani, lakini sicho tulichokishuhudia. Tumeshuhudia vituo vya mafuta vikitiwa moto, vituo vya miundombinu ya barabara vimewashwa moto, magari na vurugu nyingine chungu. Hii ni njia sahihi inayotumiwa na makundi ya vijana wanaonyesha upinzani dhidi ya uchaguzi kufikisha ujumbe wao mbele ya serikali pengine, ama kupaza sauti nchini Tanzania? Unajua, mimi binafsi nilikuwa siamini kwamba vijana wa Tanzania, kwa kila siku walikuwa wanasema vijana wa Tanzania ni waoga, lakini nafikiri wamefikishwa pabaya kutokana na mfumo mzima wa utawala. Sio miaka hii, ukiangalia miaka 10 iliyopita sasa, kumekuwa na tawala za ukatili wa kitisha, ambapo watawala wanaua watu mchana na kusema, yani mchana mtu anachukuliwa hapa nyumbani anapotezwa na hivyo. Sasa wakati huu wa kampeni za uchaguzi, hata Nyerere aliwahi kusema wakati wa kampeni za uchaguzi, hata kama kuna matatizo alikuwa hapo nyuma, ilitakiwa zile kampeni ziweze kuonyesha matumaini kwamba matatizo hata yale ya hofu, kwa sababu unajua ukishatengeneza taifa ambalo kila mtu anaogopa kwamba kesho pengine au hai, hilo umeshatia watu hofu kubwa. Kwa hiyo nadhani kuna vitu mbalimbali ambazo hawa vijana walikuwa wanatuletea, ambazo hata mimi natafakari. Maana mimi nilikuwa natafakari nikifikiria kwamba vijana wanataka tu uchaguzi wa amani, lakini ukiangalia vitu hivi ambavyo wamevifanya, nadhani kuna ujumbe mwingi wanaotupa, na mkubwa kuliko wote ni kwamba uchaguzi huu ulitegemewa utengeneze uchaguzi na kampeni ambazo zitawatilia matumaini wa Tanzania wote, vijana, kwamba kuna hatima njema baada ya uchaguzi. Lakini hiyo nadhani haikufanyika. Ilikuwa watu wanaanza kusema tu kutakuwa na maji, tutapata hiki, lakini unapokuwa na kwa kifupi sana Mama Nkya, tafadhali, kwa muda wetu ni mchache sana. Hamdun Marcel, katika mazingira haya tunayoyashuhudia sasa, kwa sababu ripoti bado zinasema waandamanaji wako bado mitaani kwenye miji kama Dar es Salaam, tunaarifiwa vile vile Mara na maeneo mengine, lakini kule mjini Dodoma matokeo ya uchaguzi yanaendelea kutolewa. Unadhani ni busara katika wakati huu kuendelea na mchakato wa kutangaza matokeo? Malalamiko mengi yaliko mtaani, wengine wakisema kwamba ni kwanza kwa nini matokeo hayatoki. Kwa hiyo pengine ni mazingira mawili ambayo yanakinzana katika hali ya kawaida, sababu kulikuwa kunadaiwa tayari kwamba kwa nini matokeo hayatoki. Maana yanatoka kwa sababu sehemu kubwa ya nchi yalitokea matatizo haya ya maandamano na fujo baada ya kura kuwa zimepigwa. Kwa hiyo sehemu kubwa ya nchi uchaguzi ulikuwa umekamilika kwa maana ya kuanza kupiga kura. Kwa hiyo kuna kundi moja. La pili, hili ni swali limekuja kwamba kwa nini je, busara pengine kutangaza matokeo wakati kuna ghasia katika nchi? Mimi nafikiri kuna busara, sababu lazima kuwe na uongozi halali unakuja mbele ya safari. Hata hivyo, katika mazingira gani, Hamdun Marcel? Kwa sababu tumeona katika mji kama Dar es Salaam baadhi ya vituo vimechoma moto, tumeona masanduku ya kura kwenye
video ambazo zimethibitishwa yametawanywa mitaani, kura zimesambana kutapakaa. Katika mazingira haya matokeo yataheshimika kweli? Yataonekana yana uhalali? Kwa kifupi sana, kule nafikiri tume ya uchaguzi lazima iwe na ukweli kwamba baadhi ya kura katika vituo fulani hazikujumuishwa kwa sababu kulitokea matatizo, na kwa hiyo vituo hivyo nafikiri haitakuwa sahihi kuvitangaza kama zilikuwa zinahesabika. Lakini kama zilikuwa zinahesabika, hilo haliwezi kuwa tatizo, kwa sababu kama zimehesabika hata zimefanywa taratibu tu. Lakini kimsingi ni kwamba lazima kupatikana uongozi kwanza wa kuweza kukabiliana na hali halisi ilivyo kwa sasa. Mama Nkia, kwa kumalizia kwa kifupi sana, muda umetutupa mkono. Tanzania inaweza kusonga vipi mbele katika mazingira haya? Matokeo yanatolewa, vijana inaonyesha bado wako mitaani. Nini kifanyike? Kwa mtazamo wangu ningefikiri kwamba watu wafikirie kwanza namna njema ya kutoka hapa tulipo. Kama kuna iliyojitokeza ingewekwa kwanza vizuri, alafu mengine yakapata baadaye, kwa sababu hakuna jambo lililo zuri kama vile katika nchi wananchi wanakuwa na amani, na amani inaletwa na haki. Haki ikitamalaki, amani itakuwepo. Asante, naomba uishie hapo tafadhali. Watu watafakari jambo gani lililo jema la kufanya, sio kufanya tu kimazoea wakati tuko katika mtafaruku huu. Asante sana. Utatuia radhi mfuatiliaji na msikilizaji wetu kutokana na hali dhaifu ya mawasiliano ya njia ya simu, lakini naamini utakuwa umeambua chochote